بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، 6 أصول عظيمة، misingi 6 adhima iliyo mitukufu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala rahimahullahu ta'ala min a'jabi al-ujab, miongoni mwa ajabu zaidi, a'jabi ad-dahsh, al-ujab miongoni mwa ajabu zaidi yanayostaajabisha na kushangaza. Wa akbaril ayat, na alama na aya kubwa zaidi, ad-dallati ala qudrati al-malik al-ghallab, zenye kujulisha juu ya uwezo wa mfalme mshindi. 6 usulin, ni misingi 6. Bayanaha Allah ta'ala, aliyoibainisha Allah aliyetukuka aliyejuu kwa dhati yake na sifa zake, bayanan wadiha, ubainifu wa wazi, lil'awami fawqa ma yadhunnu adh-dhannuna, kwa ajili ya watu wote, al-amma, watu wote. Amebainisha Allah kwa watu wote, fawqa ma yadhunnu adh-dhannuna, zaidi yanavyodhania wenye kudhania. Haya maneno yamekalia kibadii zaidi, yametengeneza vyema zaidi mwandishi rahmatullahi alayhi. Baadhi ya ndugu walituomba kwamba tutoe maelezo kidogo, wengine hawajasoma hivi vitabu, kwa hiyo daraja matupu itakuwa tuna waghilibu, kwa hiyo tutoe japo maelezo kidogo. Sheikh rahimahullahu ta'ala, katika maelezo ambayo nimeanza kuyasoma mpaka nilipofikia nukta hiyo, anasema katika jambo la kushangaza na kustaajabisha ambalo kwa mwenye kuzingatia atashangaa. Ni kitu gani kinachoshangaza? Ni namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyobainisha misingi 6, ubainishaji ambao anafahamu kila mmoja, kwa maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakutumia lugha labda akaifunga au akatumia maneno ambayo hayafahamiki au akafanya ijmal katika mambo, hakufanya tafsili. Cha kushangaza, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja misingi hii 6 kwa uwazi kabisa, ubainifu ambao anafahamu mtu yoyote atakayesoma. Tena ule urahisi wa ubainifu wake ni zaidi ya wanavyodhania wenye kudhania. Kama ukiwa umefahamu wewe, basi ufahamu na uwazi wake upo zaidi ya hivyo ulivyofahamu wewe. Si unafahamu ukisoma kwamba hapa Allah kabainisha huu msingi, Allah amebainisha zaidi ulivyofahamu wewe. Cha kushangaza, thumma ba'da hadha, kisha baada ya ubainifu huu, ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alami, wakapotea na kukosea katika hiyo misingi 6 wengi ya adhkiya. Adhkiya kwa maana watu werevu, mahodari, genius, wenye akili. Wanasemekana hawa ni wenye akili. Sawa, unachoona unagawa baina ya dhakau wa zakau.
adh-dhaka'u waz-zaka. Adh-dhaka yawezekana kakuwepo biduni al-iman, pasina imani. Waz-zaka lazima pawe na imani. Kwa hiyo ahlul ilm wana zakau wal iman, wametakaswa akili zao kwa sababu ya imani. Yawezekana kupatikana watu adhkiya, wahodari wa mambo, lakini hawana imani. Wanayafahamu mambo lakini wanashindwa kufahamu mambo ya imani. Hawa wana dhaka, lakini mbele ya Allah hawa ni vipofu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Kwa hiyo anataja Allah misingi sita kwa uwazi ulio wazi mno, afahamu kila mmoja. Cha kushangaza sasa, wanapotea wengi ya watu ambao dhana ya watu ni mahodari, tena mahodari wa kiulimwengu. Wa uqalai bani adam, na wenye akili katika wanadamu. Illa aqalla alqalil, isipokuwa wachache katika uchache. Ipo misingi itatajwa sita, wamepotea watu kwenye misingi hiyo mahodari, lakini Allah amebainisha ubainifu wa wazi kabisa, wala haihitaji usul kuielewa. Umeelewa? Huo ni mukaddima wa Sheikh rahimahullah ta'ala. Al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza ambao Allah ameubainisha kwenye Qur'ani kwa dalili za wazi kabisa, ambazo nyinyi mtazisoma hizo dalili hapa. Sawa? Ikhlasu ad-dini lillahi ta'ala, kuitakasa dini kwa ajili ya Allah ta'ala. Kuitakasa dini kwa ajili ya Allah ta'ala ndio msingi wa kwanza ambao Allah kaubainisha ndani ya Qur'ani al-Karim. Ubainifu wa wazi kabisa, kila mmoja aelewe nini Allah azza wa jalla anataka, na ikhlasu maana yake nini. Na atunambia maana ikhlas lughatan tasfiyatu an-niyya, ni kuisafisha nia. Wa shar'an huwa tasfiyatu al-amali bisalih an-niyya an jawami'i shawaibi ash-shirk wa min maaniha, miongoni mwa maana zake ni kusafisha matendo kwa nia iliyokuwa sawa na safi kutokana na shirki na uchafu wa shirki kwa anwaa zake. Kadhalika aliposema kwamba ayaqsada al-insan, ni kukusudia mwanadamu biibadatihi, kwa ile ibada yake, at-taqarruba ila Allah, kujikaribisha kwa Allah, walwusula ila dari karamatihi, na kufikia katika nyumba ya ikram aljanna. Kwa hiyo wakati anaabudu tuseme huyu ana ikhlas, ibada yake hii kusudio lake awe karibu na Allah, ibada yake hii kusudio lake alipwe na Allah janna. Unaelewa? Hiyo ndio ikhlas. Allah amebainisha kwenye Qur'ani ubainifu wazi kabisa. Ikhlasu ad-dini lillahi ta'ala wahdahu, kuitakasa dini. Ad-din bimaana, kija ad-din katika shar'a ina maana mbili, al-jazaa wal-amal. Manake ni al-jazaa, malipo, kadhalika wal-amal, matendo. Katika aya imekuja maliki yaumiddin, ad-din bimaana al-jazaa. Sawa? Kadhalika kwenye hadithi imekuja ad-dinu an-nasiha bimaana al-a'mal. Sawa? Wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hakuna mshirika kwake. La an-nafiya liljinsi, Allah hana mshirika wa aina yoyote.
wa bayanu dhiddihi, na ubainifu wa kinyume chake, alladhi huwa shirku billah, ambayo ni kumshirikisha Allah. Allah amebainisha msingi huu. Wa kaunu akthari alqur'ani fi bayani hadha alasli, na kuwa mu'dham wa Qur'ani umebainisha hili, bali Qur'ani yote imebainisha tauhidi na ikhlas. Na ndio maneno ya nani? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, sema al-Qur'an kulluhu at-tauhid, Qur'ani yote ni tauhid. Kwa nini? Ima inakuja aya amru biibadatillah, kuna amri kumwabudu Allah. Ni nini hiyo? Tauhid. Ima amru bitarki shirki, ima amri ya kuacha shirki. Ni nini hiyo? Tauhid. Ima inakuja aya bayanu jazai ahli tauhid, kuja kubainisha malipo ya watu wa tauhid. Ima inakuja aya jazau ahli shirki, malipo ya watu wa shirki. Ima kubainisha alhalali walharam, ambayo nini? Min huquqi at-tauhid. Kwa hiyo Qur'ani yote ima vinakuja visa, si ndio? Al-qasas, na al-qasas inakuwa ni natija ya at-tauhid na nini? Ashirki. Waliofaulu hawa kwa sababu ya tauhid, wameangamizwa hawa kwa sababu ya shirki. Simeelewa? Kwa Qur'ani yote imeelezea ikhlas, ambayo ni nini? At-tauhid. Min wujuhi shatta, kwa namna tofauti tofauti. Imekuja ikhbari, imekuja amri, imekuja talab, imekuja nahi, imekuja kadha, kwa namna tofauti tofauti. Bikalamin, kwa maneno yafhamuhu, maneno anayoyafahamu. Abladul amma, ablad ni ismu tafdhili ya balid. Balid manake ni ضد الذكي. الذكي manake ni mtu hodari, balid ni mtu pocho, asiyeelewa. Sasa maneno yaliyokuja kwenye Qur'ani kuhusu tauhid, imekuja maneno ambayo anayafahamu abladu, pocho zaidi, al-amma, ya watu. Huyu ni kilaza kete, haelewi, lakini akiambiwa ikhlas anaelewa. Ubainifu wa Allah aliobainisha ndani ya Qur'ani kuhusu tauhid. Na tansomea aya inayozungumzia tauhid, na tansomea aya inayokataza shirki kwa ubainifu wa wazi kabisa, kama kweli mmeyafahamu. Naam. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, aya imekusanya at-tauhid wash-shirki. Wa'budullaha, muabuduni Allah, wa la tushriku bihi shay'a. Ikapi ghumud katika aya? Kuna ghumud maana yake ni neno ambalo limefichikana maana, ipo katika aya hii, ni ubainifu wa wazi. Lakini thumma lamma sara ala akthari al-ummati ma sara, kisha zama yalipokuwa juu ya umma, wingi wa umma huu, yale yaliyokuwa, kwa maana yale yaliyopita. Nakumbuka kwenye kisa cha watu wa Nuhu alayhi salam, kuanza kuabudu miungu na mengineyo yaliyopita kupita. Adhhara lahum ash-shaytan al-ikhlas, akawadhihirishia watu shetani ikhlasi, ala surati, kwamba ikhlasi ipo kwenye sura tanaqusi salihin. Sura ikhlas ni kuwapunguzia haki watu wema, ndio shetani akawaletea sura hiyo, kwamba hakikisha ikhlasi umewapunguzia haki zao watu wema. Wataqsiri fi huquqihim, na umezifanyia taksiri haki zao. Kivipi? Tauhid inakwambia usimuombe maiti, sawa? Wakaja masufi wakasema maiti wana haki ya kuombwa, si ndio? Kwa hiyo ukisema wewe ikhlas ni kuacha kumuombea maiti, wao wanakwambia ufahamu haki za wanawachuoni. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, ndio aya yao wanaitoa. Haifai istighathatu li ghairi llah, hii ndio tauhid na ndio ikhlas, ipo wazi. Wao wanakuambia usipomtaka uokozi shekhe wako umenyima na kuipoka haki yake ambayo anayo. Kwa shetani akawaambia kwamba ikhlasi ni kuwapoka haki watu wema. Sio, umeelewa maana msingi huu Sheikh anavyoeleza? Wa adhara lahum ash-shirka, na akawadhihirishia wao shirki billahi fi surati mahabbati as-salihin, kwamba shirki ndiyo sura ya mapenzi kwa watu wema wa atba'ihi.
sio msikiti huu, ilikuwa ni Masjid Aqsa. Sheikh Fawzani kwenye Aqidatut Tauhid alizungumzia alhalifu lighairi Allah, kuapa kwa siku wa Allah. Akapiga mfano huu, akasema lao mmoja wao katika masufi, kuonyesha kwamba hii kuapa kwa siku wa Allah ni shirki ndogo, lakini inawezekana ikawa ni shirki kubwa. Lao kama mmoja wao ukimwambia apa kwa jina la shekhe wako, sawa, wali wako, apa, kwa sababu wanakubali kuapa kwa majina ya mashekhe wao, sawa, inafaa kuapa. Apa mathalan amekuja hapa na sema hichi kitabu ni cha kwangu, sema kitabu si cha kwako, cha kwangu, na anajua kama hichi si cha kwangu, ukweli kama si cha kwangu, lakini anasema cha kwangu. Sasa mwambie apa kwa jina la shekhe wao kama ni chako. Nasema Sheikh Fawzan wallahi haapi. Kwa nini? Kwa sababu anaogopa kuapa kwa jina la shekhe wake. Lakini mwambie apa kwa jina la Allah, ataapa kwa jina la Allah hali ya kuwa anasema uongo. Nini maana? Nani bora baina ya Allah na wali wake? Kwake yeye ni wali wake. Ndio shetani alivyowapambia masufi, kwa sababu hivi yahusu masufi, sawa. Ndivyo alivyowapambia masufi kwa sura hiyo, kwamba shirki ni mapenzi ya kuwapenda wale watu wema, na ikhlasi ukithibitisha utazinyima haki za watu wema. Jazakumullahu khaira. Huo ni msingi wa kwanza ambao Allah ameubainisha kwenye Qur'ani, bayanan shafiyan kafia, ubainifu wenye kuponya, wenye kutosheleza. Kadhalika Rasul alayhi salatu wassalam amelifanya hilo. Al-aslu athani, msingi wa pili katika misingi sita ambayo Muislamu anatakiwa aijue kwenye Qur'ani, imebainishwa. Amara Allahu bilijtima'i fi ddin, ameamrisha Allah kuwa wamoja katika dini, kukusanyika pamoja katika dini. Wanaha anit tafarruqi fihi, na amekataza Allah kufarikiana katika dini. Fabayyana Allahu hadha bayanan shafia, amelibainisha Allah hili ubainifu wenye kutosheleza na kuponya. Tafhamuhu al-awamu, wanaufahamu watu wote ubainifu huu. Mabainisho wapi juu ya al-ijtimaa? wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wapi kuna neno halifahamiki katika aya hii? Kuna neno la ghumud katika aya hii ambalo halieleweki hata na mtu mjinga, mtu ambaye anajua Kiarabu tu, hajasoma sheria, anajua Kiarabu tu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, anafahamu jami'a ni nini, wala tafarraqu, la ni nini, tafarraqu ni nini, mtu afahamu tu. Au asijue Kiarabu, atafsiriwe tu kwa Kiswahili, Mswahili ataambiwa hii aya ina maana gani, atakuwa hajui kwamba hapa tumetakiwa tushikamane, tuache furqa, au si kipoazi kabisa. Wanahana an nakuna kalladhina tafarraqu, na ametukataza kuwa sisi kama wale ambao walifarikiana. Wakhtalafu, na wakakhtalifiana katika rai zao. Qablana, qabla yetu. Fahalaku, wakaangamia. Wadhakara, na ametaja Allah annahu, kwamba yeye amara almuslimina, amewaamrisha Waislamu bilijtima'i fi ddini, jambo la kuwa wamoja katika dini. Wanahahum anit tafarruqi fihi, na amewakataza kutokana na kufarikiana katika hili. Wayaziduhu wuduha, na lazidi hilo uwazi wake. Ma waradat bihi sunnatu, yale yaliyokuja kwa sunna. Katika sunna imekuja pia dalili ya kuwa wamoja, zimekuja hadithi nyingi. Natamsamia miongoni mwa hadithi moja tu. Au nakumbusha kina mwanzo tu, inna Allah yarda lakum thalatha, yakrah lakum thalatha. Basi naanza hivyo hadithi. Mwisho nasema vipi?
Allah anaridhia kwenu matatu na anachukia matatu. Miongoni mwao wa anta atasimu billahi jami'a. Kadhalika hii pili kwanza naiacha sababu nitarejea katika maelezo. Sasa hoja inakuja kwetu sasa. Mbona tunaambiwa tunafarikisha sisi Ahlus Sunna wal Jamaa as-Salafiyun, si ndio? Tunafarikiana na watu kwamba sisi tujitenga, si ndio? Wanatuambia hivyo na hiyo ndiyo kelele zao. Tukatoe umoja sote. Nyinyi mnajitenga. Naam, sisi tunajitenga kweli kweli na wao. Sasa mbona mnajitenga? Tumeamrishwa tuwe umoja wa Uislamu. Tunawaambia msingi wa umoja ni ule aliorejesha nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Ndio hadithi ya pili nataka kutumia sasa. Hadithi ya Al-Irbad bin Sa'd. Fa'alaykum bi sunnati fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Ikhtilafan. Hadha da'un, hili ni maradhi. فذكر العلاج akataja matibabu فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. Kwa maana kwamba umoja tunaotakiwa sisi sote turudi hapa katika msingi wa sunna, ndio aliyotaka Allah azza wa jalla. Wa'tasimu bihabli, alhabl bimaana jaa tafasir kathira mukhtalifa, minha alquran, minha as-sunnah, minha alislam, منها عقيدة محمد وأبو بكر وعمر. wapo walisema hivyo katika mufassirun. Koto sote turudi hapa. Hii ndo i'tisam inayotakikana, au hii ndo wahda inayotakikana. Kwa hiyo haya maandiko yaliyokuja ya Sheikh rahimahullah sio dhidi yetu bali ni hoja yetu. Rudini huku tuwe sote wamoja katika sunna, tusifarikiane. Sawa? Haya, min al-ajab al-ujab, katika ya ajabu miongoni mwa maajabu, fi dhalik thumma sara al-amru, kisha likawa jambo, ila anna al-iftiraqa fi usuli ad-din, kwamba kufarikiana katika misingi ya dini wa furu'ihi huwa al-ilm wal-fiqh fi ad-din. Nyinyi sio mtakuwa mnakumbuka au hamkumbuki, kulifanyika kongamano hapa Zanzibar, si zamani kama sijasahau, mwaka jana. Nakumbuka ile kongamano la kusuradi kwa mwaka jana. Miongoni mwa maneno yaliyosemwa, kirudi katika YouTube utakuta kongamano hili lilifanywa na baadhi ya mashehe wa Kiunguja, kwamba hakuna kuradiana, kwamba hapa Unguja sisi tulikuwa wamoja. Kuna watu wanaabudia ng'ombe, tunawaachia tubuni wamoja. Sasa umoja uko wapi? Kama tunalinda umoja. Wakatoa hoja hiyo kwamba huyu anaabudia ng'ombe, lakini umoja hatugombani, desturi yetu ni umoja. Hapo kongamano limezungumza hilo kwamba dini na ilmu kila mmoja ana rai yake. Hiyo ndio ikaonekana nini? Al-ilmu wal-fiqh. Sisi tunasema al-haqu wahidun la yata'addadu. Al-haqu wahidun la yata'addad. Haki ni moja, haziwi nyingi. Sababu Allah asema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Nini? Fattabi'uhu. Si moja? Njia si ni moja au sio? Allahu musta'an. Jazakumullahu khair. Ipo wazi kabisa. Kwa hiyo ikaonekana sasa furqa ndiyo elimu wal fiqh fi din. Hawa ash'ira, hawa mu'tazila, hawa jahmiya, hawa tupeane udhuru. Hiyo ndio elimu, kila mmoja na ufahamu wake. Hanaje kuambiwa kwamba wewe umefahamu hivyo, sasa tumefahamu hivi. Hanaje kuambiwa nini? Si ndio fahamu wenu huo? Dini bwana hii na rai nyingi. Hapana, dini tufuata Qur'ani na Sunna. Tuwe wamoja. Wao wanasema hapana, al-ikhtilafu rahma. Wanasema al-ikhtilafu rahma. Sasa tunasema itakuwa al-itilafu naqama. Ikiwa ikhtilafu ni rahma, basi moja itakuwa ni adhabu. Tukubaliane hiyo. Haliwezekani.
sema la yazaluna mukhtalifin majuhal kabisa. وصار الامر بالاجتماع في الدين لا يقوله الا زنديق او مجنون. Na imekuwa sasa umoja katika dini hasemi isipokuwa zindiq au mwandawazimu. Yani ukisema hao jamani tuwe katika sunna sote tuwe masalafi sote tuwe ahlus sunna sote, sema huyu jamaa mwandawazimu kweli, yani maamuzi yake sote ndio tuwe huko so kizungumza wewe hivyo utaonekana mwandawazimu au zindiq. Zindiq asili yake ni nifaq, kama Imam Ahmad anavyoeleza kwamba zandaqa asluhu an-nifaq, zindika asili yake ni unafiki. Tena nifaq yani an-nifaq li'tiqadi, ni unifaq ya al-i'tiqadi alipokuwa kiwarabi al-jahmiyya, sababu al-jahmiyya ni zanadiqa, sababu wao wana itikadi ambayo wanadhihirisha Uislamu wanakuwa ni makafiri, sababu itikadi yao imetoka kwa nani? Kwa Yahudi. Au si al-jahmiyya itikadi yao imetoka kwa nani? Kwa Yahudi. Kiangalia sanadi yao Jahmiyya asili yao ni Jahm bin Safwan, ndio Jahm bin Safwan kachukua kwa nani? Ja'd ibn Dirham. Dirham ni Yahudi. Haya, namaliza msingi wa tatu ambao utakuwa saa 3 kamili tunamalizia. Al-aslu thalith, msingi wa tatu. Tusema tunasoma tutatoa maelezo lakini ni mafupi, shuruh sitarejea. Sawa, tutarejea. Inna min tamami al-ijtima'i, hakika yanayotimiza umoja wa Waislamu, as-sam'a wat-ta'ata, ni usikivu na kutii, liman ta'ammara alaina, kwa yule aliyeamiriwa kwetu, amiri aliyeamiriwa, aliyepewa uamiri kwetu, uongozi juu yetu, kama huyo ndiyo kiongozi wetu. Walau kana abdan habashiyya, hata kama huyo kiongozi ni mtumwa wa Kihabeshi, ni kinaya kwamba hata kama mtu huyo ni dhalili, atokea katika familia duni thamani, lakini Allah azza wa jalla amempa imara, uongozi, shaka juu ya kiti, basi fa alaina as-sam'u wat-ta'a. Tukifanya hivyo tutatimiza al-ijtimaa, ule umoja ambao Allah aliuamrisha katika msingi wa pili. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه, amebainisha Allah ubainifu wa wazi wenye kutosheleza tena wenye kuponya, biwujuhin, kwa namna mbalimbali, min anwa'il bayani, miongoni mwa aina za ubainifu, shar'an wa qadara, kisheria na kikadara. Kiangalia katika sheria kuna ayati zimekuja na al-ahadith, na ndasoma aya kuhusu taa ya viongozi. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. Imekuja amri ya wazi kabisa, minkum, miongoni mwenu. Nani sasa? Sio Uislamu, na Muislamu mzetu huyo hapo kiongozi. Hii imekuja hivi, bali imekuja katika baadhi ya hadithi hata kama ni fajir, si ndio? Sasa mbali weka labda ni ilmu pana, hisi ni kiongozi. Katika sunna imekuja sema soma hadithi ya Irbad bin Sariya, usiku bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun habashi. Imekuja wazi kabisa, sawa. Lakini sasa pia ukiangalia kwa kupima tu masalih ya kumtii kiongozi na mafasid ya kumuasi kiongozi, kiangalia katika kupima tu basi, wapi kuna masalih, wapi kuna mafasid, kwenye kumtii au kwenye kumtaani? Bila shaka kwenye kumtii, kwa sababu kiongozi ana yad, tunasema yadun wa sayfun. Kiongozi ana yadun wa sayf, ana mamlaka na upanga. Sasa utumiaji wa upanga na mkono wake, mamlaka yake yategemea na imani yake alionayo. Huenda akatumia hii katika haki, huenda akatumia katika batili, kwa sababu kauli yake anapoitoa hutiiwa. Nani kamtukana yule, peleka ndani. Wananionea, wanataka, sababu ipita uslubu sio kwa uslubu wa sawa. Kwa kimaslah kumtii kwa yale ambayo hatumwasi Allah, itakuwa kuna maslah kwetu, hatutopata sharia yake, atabakia nayo mwenyewe sharia yake.
kwa sababu siku zote aliye juu huwa hapendi kupingishwa na kukosolewa. Hii ni ghaliban, illa man rahima Allah, isipokuwa limrehemu Allah subhanahu wa ta'ala. Nakumbuka kadhia za Sheikh Albani na Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhim. Nakumbuka kadhia za Ibn Baz asema kauli Sheikh Albani anarejesha kauli, yeye ni mufti, anarejesha kwa hoja kwamba hoja hii nasema kadha wa kadha wa kadha. Mamlaka inamfukuza Sheikh Albani. Ibn Baz anasema hapana, yeye katika sawabu, arejeshwe, mimi nimekosea katika hili, anarejesha Sheikh Albani. Hamtaji, yeye anabainisha. Sheikh Albani atoa fatwa nyingine, yeye anasomesha kwenye fatawa hadithi tu anasema kadha kadha kadha, mara ya pili anatolewa tena. Sheikh Albani hapana, kapatia yeye, mimi nimekosea, mrejesheni. Sheikh Albani alipokuwa na insafu na yeye wala hatinongwa, aliyakuwa si mwenye asili ya pale, anarudi tena. Huyu yupo juu lakini ana kitu gani? Insaf. Je, wote wako hivyo? Kwa hiyo hapa nataka kuangaliwe vizuri. Thumma sara hadha al-asl, kisha msingi huu umekuwa la yu'rafu 'inda akthari man yad'i al-ilma, haujulikani mbele ya wengi wanaodai ilmu. Fa kaifa al-'amalu bihi, ikiwa haujulikani tu wanaodai elimu watafanyia kazi, hawezi kufanyia kazi. Hawa ni mashekhe ambao wanazingatiwa katika miji, wanawatani viongozi katika manabir, katika mihadharat na alania. Kwa hiyo hii misingi imekuja wazi, lakini yaonekana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huipa fahamu kwa yule ambaye anamtaka katika tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna watu mangweme wa ilmu lakini hawaelewi tena misingi. Mathalan katika misingi ya lugha, ukienda kwa watu masufi ukitanakush nao bila shaka dalili hawakuwezi, sawa, wanakutoa kwenye dalili za kisheria na wanakuwa katika nini, katika lugha, sababu wana itikadi kama masalafi mapocho wa nahwu, sio? Lakini si hivyo, masalafi hao hamna, masalafi wanasoma, sio? Ndio maana sasa hivi wanapigwa. Haina haja kutoa maelezo mengi, nafikiri niko hapo. Mfano mmoja tu, Sheikh Abdul Fadhil alifanya munakasha tawassut, baada kuona kusikia yule aliandika irabu kwenye ubao. Sheikh Abdul Fadhil akamwambia kama si hiyo aya ulioandika ni upuuzi mtupu, irabu kizembe zembe. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.